Okay, mimi nataka kufahamu kwanza sifa 5 za mtoto wa mjini. Mtoto wa kike wa mjini. Ili uite wewe mtoto wa mjini, ni lazima uwe na vitu gani? Mtoto wa mjini, sifa ya kwanza kama kitasa, anajiamini. Kama hivi kafanya shughuli pambe, shughuli ya kuwapokea wambea wenzetu. Hiyo ndio sifa ya kwanza. Maana sasa hivi hali ngumu, ukimwona mtu mpaka kagaramia vitu kama hivi, ujue huyo ana pesa zake. Huyo ndio mtoto wa mjini. Hiyo ndio sifa ya kwanza. Sifa ya pili mdogo wangu atakwambia. Sifa ya pili ya mwanamke wa mjini. Mimi najua sifa ya mtu wa mjini, kwanza anatakiwa awe na sapampa. Kazi kwanza, la pili kujiamini. Kwa hiyo kitasa anajiamini na ana pampa. Okay, sifa ya 3 umetoa ya kwanza, katoa ya pili, ya 3. Ya 3 ndo kama hivi. Tunaburudika. Tuna mikopo, kesho tuna marejesho asubuhi na bado tunakula raha. Ndio sifa ya mtoto wa mjini. Sifa ya mtoto wa mjini uwe na mkopo, umekuja una enjoy na asubuhi unalipa rejesho lako kama kawaida. Kuna mkopo unaitwa shongo, saa 3 kamili lazima urejeshe. Sasa sisi hapa tunacheza, vile vyetu viko kwa pani vya shongo. Sisi ndio watoto wa mjini. Okay, sifa ya 4. Sifa ya 4 mimi naishi uwe na bwana wa kumiliki. Uwe na bwana kumiliki, watu wa kuheshimu na wakuogope. Kitasa anamiliki wanawake na anajiamini, ndio maana leo tuko hapa kwa ajili yake. Sifa ya 5 ya mwanamke wa mjini. Ili wewe uite mwanamke wa mjini kweli. Bwana wewe, lazima aogopewe na atikise mjini. Sifa ya 5 mtoto wa mjini, uwe na nywele ununue kwa kitasa. Una kitu gani cha kuambia upande wa pili ambao leo wamekuja wapambe na muhusika mwenyewe hajafika? Una kitu gani cha kumwambia muhusika mwenyewe ambaye ameogopa kufika by the way? Anaogopa. Angetakiwa aje yeye, afu wapambe wawe nyuma. Waona atanguliza wenzio na kati wewe ndio mwenye tatizo. Unawaletaje wewe? Unawaletaje wapambe? Wewe ukae nyuma, ina maana matatizo aliwapata wapambe, afu wewe upewe taarifa. Yeye ndio anaogopa. Okay pia. Nafahamu sifa ya wambea. Maana nyinyi mlialikwa hapa leo ni wambea. Si wambea. Nataka sifa 2 za wambea. Si ndio kama sisi tunatoa wambea. Sisi wambea. Sisi tunapenda. Yaani kama mimi mbea. Kwa sababu nimetoka huko, kijana nimenunua 10,000, baadaye 10,000 niweke rejesho la kesho, nimekuja kuangalia umbea. Okay, asante sana kwa time yenu, asante sana. Nashukuru. Asante. Asante sana. Haya. Kama nilivyokuambia, hapa ni burudani kwenda mbele. Hapa ni burudani kwenda mbele. Na umetoka kusikia mmoja kati ya timu kitasa ambao wamekuja hapo siku wa leo na wanapata burudani za kutosha. Kama nilivyokuambia, kazi yangu ni kuhakikisha na kupa burudani za kutosha. Endelea kunifuatilia.